Mungu atapigana vita zetu wapendwa. Mungu atatuinua wapendwa. Sheke ya zariba bosha. Yes, I pray for you. You will make it through. In the name of Jesus. I pray for you. You will make it through. In the name of Jesus. I pray for you. You have got power now to make it through. In the mighty name of Jesus. I made it through. And I don't know how we did it. I made it through. And I can't tell how we did it. But one thing you know, Jehovah took it over. And that is how I made it through. I made it through. I made it through. Hey! And I can't tell how I did it. I made it through. And I can't tell how I did it. One more thing, why did I know? Jehovah took it over. And that is how I made it through. I made it through. Oh, I made it through. Jehovah, I made it through. I made it through. And I can't tell how I did it. Oh, but why did I know? Jehovah took it over. And that is how I made it through. I made it through. Oh, I made it through. And Jehovah, I did it. I made it through. And I can't tell how I did it. That's why did I know? Jehovah took it over. And that is how I made it through. I never easy. In the name of Jesus, oh Lord God Almighty, that you may be transformed by thee. In the mighty name of Jesus, Jehovah will receive transformation. In the mighty name of Jesus, the spirit of transformation, my Father, in our lives, your Lord glory, that you may help us, your Lord glory, my God, my Father, to move, Lord, to higher level. In the mighty name of Jesus, oh Lord God Almighty, may we receive your Lord glory, divine connection from today. My Father, may it be our portion now. In the mighty name of Jesus. Oh Lord God Almighty, you are the last one for us. Because Lord glory, we will not die. We will not diminish. For whatever reason, Lord, we will not diminish, Lord, because you will be with us. You shall hold our hands, Lord, and you shall say to us, dear Lord glory, that it is well, oh Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, we honor you. Jehovah, we praise you because of who you are, Lord. We give you praise. We give you praise, Lord Almighty. Thank you, Jesus.
My Father, we stand on your promises today. My Father, your promises are yes and amen. So today, Lord, we stand on your promises, Lord. Tunasimama katika ahadi zako katika jina la Yesu Kristo. Leo tunakutegemea Mungu mwenye nguvu na uweza. Leo tunakutegemea ewe Kristo mwana wa Mungu. Leo tunategemea ahadi zako na njia zako, mfalme wa rehema. Mungu wa rehema, tunaomba mfalme wa rehema ukasababishe kila ripoti isungumzao kinyume na watu wako ikakose nguvu na mwelekeo kwa jina la Yesu. Father, speak to our life, change our life. Jehovah, may we receive dear looking glory from you. Dear looking glory, bless us, Lord. Lift us, Lord, to the next level. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Somebody say amen. I want to take this opportunity to welcome everybody who is watching us in our all platforms, in CTN Family Church Facebook page, and also people who are watching us through our YouTube channel, CTN Family Church Nairobi. May the Lord bless you. May the Lord keep you. We have come to a moment of refreshing. And this, don't miss it in the name of Jesus. Because God is here. God is going to speak to your life and make your life better in the mighty name of Jesus. Hallelujah. I also want to take this opportunity to welcome everybody who is here. Praise the name of the Lord. CTN family. Amen. Are you here? Yes. Are you with me? May the Lord bless you. May the Lord keep you. Today I want to give you an introduction of our message. I have given a title that I will not rest until I receive my best. Amen. Praise the name of the Lord. I will not rest until I receive my best. Look at somebody and tell them, neighbor. Tell somebody, neighbor. I will not rest. Tell somebody, neighbor. I will not rest until I receive my best. In the mighty name of Jesus. Listen to me. You will receive your best because God says so. Praise the name of the living God. You receive it because God says so. Praise the name of the Lord. Na wale ambao wanaandika kwa Kiswahili ni kwamba sitapumzika kabla sijapata ile ambayo ni mzuri kwa maisha yangu. Praise the name of the Lord. Sitapumzika, I will not rest until I receive my best. And today, God is causing somebody to receive his best in the name of Jesus. May you receive the best news today. May you receive the best news this week. May you receive the best miracle this week. In the mighty name of Jesus. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. I cannot hear you. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You know, we are used to come to God when we have problems. Tumezoea kuja mbele za Bwana wakati tuko na shida. Na wakati Mungu ametubariki tuna kadogo, tunatoka. Praise the name of the Lord. Angalia mtu mwambie shida yako. Unatoshekanga mapema. Mwambie neighbor, shida yako ni kufika mapema. Bwana Yesu asifiwe. You know, kuna mambo nimekuja kujifunza. Nimeona kwamba kuna mambo mengi ambayo Mungu ametupangia. Lakini Mungu ambaye anatubariki tuna baraka moja. Tuna left, tunaenda, tunawacha baraka kubwa. Praise the name of the Lord. As if ule Mungu ambaye ametubariki ameenda. Praise the name of the Lord.
Ukasema tell them God, Mungu hajaenda. Mungu wako tu. Yule aliyekubariki mwanzo bado yuko. Ambia mtu aliyekubariki mwanzo bado yuko. Na akona baraka mingi zako. Ambia mtu kama unaamini na akona baraka mingi zako. Mwambie neighbor, ubaya wako ni vile unatoshekanga mapema. Ni vile utakangi kwenda deeper. Praise the name of the Lord. I have come to realize wakati Mungu tu anatuonyesha kaupendo kidogo, anatupigia muujiza kidogo, tuna left, tunawacha group. Praise the name of the Lord. Unajua wale ambao kwa group za mitandao hizi wanaelewa. Unaona so and so, so and so, so and so. Na sisi tunakuwa kwa group ya Mungu. Tukikaa tunaona Felicity left. Shetani yashindwa. You are not left. Praise the name of the Lord. Unaona so and so left. Ukiona mtu ameleft, ameomoka. Mtu akiomoka kidogo tu hivi, ana left. Ambia mtu sita left. Hata kama nitaomoka namna gani, hata Mungu akinibariki namna gani, nianze kuvaa designer shoes, na nianze kubeba bagi za designer, na nianze kupiga nguo za designer, na nianze kupiga marashi ya designer, kwa Mungu sitoki. Praise the name of the Lord. Ambia mtu kwa Mungu hatukukuja kutembea. Yes, hatukukuja kutembea. Ati siku mbili tatu hivi tukipata kitu kadogo tu hivi tuna left. Left more. Praise the name of the Lord. Unajua wale watu ambao walikuwa naunga mkono rege. Watu wa rege. Hii wiki wameona na macho na mdomo kwanza, hata si macho. Watu wa rege wameona kwa mdomo. Because unajua watu kuwanga wanaona kama Mungu ambaye tumezungumza ni kastori. Ambia mtu Mungu sio kahadithi. Tell somebody there is God in heaven. Praise the name of the Lord. Wakati tunasimama hapa tunakataa rege, I tell you the truth. Tunaikataa na tunawacha hiyo maneno na inaenda na huko. Na inaanguka kama mramba. Unajua mramba ni nini wewe? Praise the name of the Lord. Because watu walichukulia Mungu tu ni kama Mungu wa upande mmoja. Ni kama Mungu mwenye hana form. Vijana watakwambia siku hizi Mungu anatangi rieng. Sasa unaona rieng mingi ya haifanyiki. Unapata vijana wana left kwa Mungu kwa sababu hakuna rieng. Okay, rieng sijui ni nini hata mimi. Hakuna form, I think. Praise the name of the Lord. Amen. But I want to tell you the truth. Kwa Mungu kuna form. Mungu ndiye akona hizo form unataka. Mpaka form zile unafikiri ana ako nazo. Mpaka hizo form za huyo jamaa ako nayo. Yes. Huyo ndiye anazaambia huyo jamaa, my friends, huyu mtu kaa na yeye. Kwani Mungu huona akiambia akitokelezea Yusufu wakati nani amepata inaitwa ball. Mariamu amepata ball. Malaika akatokelezea Yusufu. Unajua lazima niwaambie na lugha yenye mnaelewa vijana. Akamwambia usiwache huyo. Hey, boss, mnaniget. Mnanipata? Mariamu akapata. Akaambiwa Yusufu akatokelezea akaambiwa usileft kwa sababu hiyo ball ni ya you know. Si ati nasema watu waende na huko wapate. Sisemi hivyo. Nasema hivi. Praise the name of the Lord. Mungu anaweza zungumzia mwanaume yeyote na mwambie huyo msichana muoe. Mnashindwa na vitu tudogo hapa. Put it in prayers. Ambia Mungu katika maombi na utaona. Mungu atasimamisha. Kuna msichana aliniambia hapa, akaniambia pastor, unajua sasa huyo jamani nilimuona na msichana mwingine. Kwanza walikuja kwa plot yetu. Mimi nikasikia kama nimeisha. Unajua watu wanasikia kama wameisha.
I'm going to tell you the truth. God has solution for everything. And this is this. If you don't get it, I will not live here. Or rather, I will live late until I get my best. Because kama kuna wanaume na wasichana wale wazuri wako kwa nani? Wako kwa Mungu. If you want to get the best, please kuwa wa mwisho kutoka. Ambia watu hata mkienda msigongeshe mlango, because I will be the last one to be left here. To be left. I will be the last one to leave. Nakumbuka wakati tulikuwa na group ya kushamisha pesa ya harusi ya Mr. and Mrs. Keremi, tulienda tukajaribu kutoka kwa group, tulikuwa tunaulizana tutoke ama tusitoke. Yaani watu wali left, lakini sisi tumebaki. Tunasikia ugumu wa kutoka. Ninataka watu wasikie ugumu wa kutoka kwa Mungu. Amen. Praise the name of the Lord. Wacha isikue ile kitu ta sacrifice kwa maisha yako ni kukosa kuja kanisa. Wacha isikue ile kitu ta sacrifice kwa maisha yako ni kutoka kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. Hata kama kutakuwa na namna gani, sisi, by the way, I want to tell you the truth. I'll be the last person. Hata kama mtaenda, mimi sita left. Nitabaki hapa nikililia Mungu. Praise the name of the Lord. That is why Wednesday nakujanga ninalala hapa. Ninalilia Mungu wangu hapa. Throughout. Whether watu wako ama wako, I'll be the last person to leave. Hey, praise the name of the Lord. Until I get my best. Until I get my best, I will not leave. Praise the name of the Lord. And I want to challenge somebody and to encourage somebody. Don't leave until it comes. Praise the name of the Lord. Don't leave until you receive your best. Endelea kutafuta. Endelea kumtafuta Bwana mpaka Mungu azungumze. Praise the name of the living God. You know our problem we live hard. Na nimeona ni shida inasumbua mpaka church na kanisa za Afrika. Kanisa hata ikipata watu 150. Tumebadilika. Tumepanda kiwango kingine. Wewe unaniambia nini? Kanisa ikifika mahali tunatosheka, tutafute Mungu tena. And I want to tell you, hiyo ni mtego wa shetani. Praise the name of the Lord. Nimekuwa na kijana hapa kwa church, this church. That man came to me akaniambia, Pastor, things are not good. Things are not looking very good. Because mahali nilikuwa nafanya kazi nimefutwa. Isitoshe kuna kesi inataka kutokea hapa Pastor, kwa sababu nilikuwa upande wa procurement, mimi ndio nilikuwa nanunua vitu. Lakini sasa paliingia mkubwa mwingine, sasa ananiingia, amekuja na anataka kuni start kuenda kunifunguliwa mashtaka. Pastor, please pray for me. Praise the name of the Lord. Unajua hizo ndio vitu Pastor huanga tunaona. Pastor, pray for me because things are not looking good. Apart from losing my job, kuna kesi ninaangaliana nayo hapa. Please pray for me. And I want to tell you, we prayed. Na kuna kesi iliendelea. And instead, God opened another door. Amen. Praise the name of the Lord. Na huyu jamaa akapata kazi nzuri na better kuliko hata ile. Kwa hivyo mtu ambaye alikuwa ameambiwa anafutwa job na anafungwa akapata kazi nzuri. Unajua aliniandikia kwa WhatsApp. Pastor, pole sana. Kwa sababu kutoka leo sioni nikukuja kanisa tena. Kwa nini? Nimepata job. Na nimepata job poa. Unajua kama hapo maneno inakosa, isn't it? Maneno inakosa. Because that is exactly vile tunafanyanga mambo yetu. Praise the name of the Lord. And it is very dangerous. We live simply because Mungu ametupania kitu kanatoshana hivi. Then it is enough to live. I am not saying, please get me very well. Get this very well. Sio lazima huyo mtu akuje kanisani city yenu. Praise the name of the Lord. Sio kusema kukosa kukuja kanisani huyo mtu amebackslide. But mimi najua vile kunaendanga. Ukishaona mtu ameleft, my friend, hata kutafuta Mungu huyo mtu hawezi tafuta Mungu tena. Praise the name of the Lord. Na isikue ni wewe.
Sema sio mimi. I will not leave. Kwa sababu ya kamuujiza akakuajiriwa. Na wakati Mungu ataniaminia na mamilioni yangu, mimi ndio naajiriana. Praise the name of the Lord. So ninataka tumwamini Mungu mpaka aliajiriwa kuwe mdosi. Praise the name of the Lord. Nataka tumwamini Mungu mpaka mtu ambaye ana chochote Mungu ampatie amuinue. Ni kama hawa warembo, hawa wachichani nimekuwa nikiwaambia, I am seeing a very big future for you guys. Millie. I am seeing a big future. Huyu mchana naona future kubwa. Huyu evangelist naona future kubwa. Dori naona future kubwa. Naona future kubwa yenu. Preach. Let us serve God better when God blesses us. Praise the name of the Lord. So huyo jamaa kalefti namna hiyo. Na ikawa ndio hivyo. So I don't want to say that that is how we want to operate. Bwana Yesu asifiwe. Don't operate that way. Don't operate that way. Praise the name of the Lord. I want to give you another example of a young man I gave Job kwangu. Jamaa alikuja nikamwangalia tu hivyo, akaniambia maneno, akaniambia. Nikamwangalia nikamhurumia sana. Nikamwambia mwanaume, kwa sababu bibi yake alikuwa hospitali. Nikamwambia mwanaume, ningetaka kupatia kazi. Back in my mind, I know huyu mtu si ati nampatia kazi. I wanted just to see some commitment yake. But I wanted to give him money. Praise the name of the Lord. So ile kazi nilikuwa nataka afanye na ile pesa nilikuwa nataka nimpatie, haiwezi pelekana because nilikuwa nataka kupatia pesa mingi. So the young man came, akaniambia yes pastor, niko na hii shida, niko na 1 2 3. Na ndio nimuonyeshe pesa ikujangi haraka hivi, nikamwambia wewe fanya hii kitu. Praise the name of the Lord. I want to show you vile tunakuanga. So the young man came, akakuja na bidii sana, akaniambia pastor, hii kwanza nafanya. Praise the name of the Lord. So this man, I was supposed to give him 5,000. So vile alikuja nikampatia 1,000 kwanza. Jamaa alipopata 1,000 akaleft. Akawacha 1,000 ngapi? Yeye alitoka hapo kiwa anajiambia because hata kazi yenyewe hakufanya, actually alifanya tu kidogo. Vile nilimpatia 1,000 akachomoka mbio sana na kaenda. Praise the name of the Lord. Look at this. Alipoenda aliwacha mingi. Alipoenda na 1,000 aliona huyo jamaa nimemgonga. Praise the name of the Lord. Aliona huyo jamaa nimemgonga. But I want to tell you the truth. Hivyo ndio tunakuanga kwa Mungu. Mungu anakuja na kupatia so mbili. Hii unaona inanunua chako 2, mandondo 4, sijui nini, and then you left. Sasa umeacha milioni hapa. That is exactly how we do. But tell somebody I will not leave until I receive my best. Hizi ninaona ni sawa, but I will not leave. Kwa Mungu sitoki. Na sisi ninawaambia tutatoka atutoki. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So make sure that you don't leave. Hata kama watu wana left, wewe uleft ukiwa wa mwisho. Nataka tuingie katika maandiko. I want us to start just somewhere as we continue, because this is a place where we will hear a lot. We might consider a number of scriptures, and I would like us to start with Joshua 14. Let's start up. Joshua 14 from verse 6. Let's start somewhere there in the name of Jesus. The children of Judah came to Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said to him, "You know the word which the Lord sent to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought back word to him as it was in my heart. Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. So Moses swore on that day, saying, Surely
the land where your foot shall trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you have already followed the Lord my God. Verse number 10. And now, behold, the Lord has kept me alive, as he said, this for the 5 years, ever since the Lord spoke this word to Moses, while Israel wandered in the wilderness. And now, here I am this day, 85 years old. Verse number 11. And yet, I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in. Verse number 12. Now therefore, give me this mountain. Look at somebody, tell them, give me this mountain. Hey, give me my mountain now. Praise the name of the Lord. There are some things that Moses spoke about this son of Jephunneh in the name of Caleb. Praise the name of the Lord. And he said, young man, listen. Whenever you shall mahali popote ambapo utawekelea mguu wako utapossess. Praise the name of the Lord. At that time this young man was only 40 years old. Now ameenda akaongezea miaka ingine for the 5, which means now he is 85 years old. Praise the name of the Lord. And now he is coming back to Joshua and he is telling Joshua, listen, unakumbuka hata wewe maneno niliambiwa na Musa. Ukweli ni kwamba nilipatiwa inheritance. Yes, I was given, but I want more. Praise the name of the Lord. I want to take more. Praise the name of the Lord. Ule mulima wangu sasa nipatiwe, hata kama niko na miaka 84. Hey, I want to see somebody who is saying, I will take my mountain even if I am old. Hey, praise the name of the living God. I want to see somebody who is telling God, I need my mountain now. Hey, praise the name of the Lord. Lord, you promised, Jehovah, you give me some little, but I am not contented by that. Because my mountain, I must make and possess my mountain in the name of Jesus. Praise the name of the living God. Mimi kama Caleb sasa, hata kama nilienda nikasetwa na watoto wangu. You know, a difference of 45 years. Huyu mtu lazima alipatiwa inheritance. Joshua alimpatia inheritance. Praise the name of the Lord. Joshua gave him inheritance kama wale wana Israeli wengine wakati walikuwa wanapatiwa allotment za shamba. Praise the name of the Lord. The car was given, lakini sasa anafika 85 years. Anakuja kwa Joshua anamwambia, Joshua, kwanza hata ile nguvu nasikia nikiwa nayo, ile bidii nasikia nikiwa nayo, nasikia kama ni ile siku tulienda kuspoil the land. Praise the name of the Lord. So I have come back to demand my mountain. May the Lord release your mountain in the name of Jesus. May God release your mountain in the name of Jesus. May your mountain be released today in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Say, my Father. Say, my Father. My Father, I come to you today that you may release my wealth, that you may release my mountain. Oh Lord, today I receive the best. I receive my best. I receive my best in the mighty name of Jesus. You know, it's like City and Family. You know, God spoke about this ministry sometimes before Corona even started, that we are going to possess a land which is not less than 2 acres in the city. Amen. Not in the village. In the city. Not in the village. And the prophet, and this prophet who came with this prophecy was very specific. Amen. He said, this land haiko kwa chochoro fulani, imeguza barabara ile main. Praise the name of God. So every time I come here every Wednesday, every time I woke up at night, I claim this mountain in the name of Jesus. Every time I wake up, I claim this mountain because I know it shall come to pass. Praise the name of the living God. Hallelujah. You know, you must be a man or a woman of vision. If you don't have a vision, then you are as good as the vision of how you can. Kama una, you're finished. Praise the name of the Lord. Kama una maono, you just live. The other time I was telling you people, mtu ambaye aendi mahali popote uanga apotei.
Because mahali popote yako ni yako. Haku anaenda mahali. Ukiamka asubuhi useme wewe mahali, hauwezi potea. Kwa sababu mahali huko ni mahali huko. Praise the name of the Lord. That is why that the same case na mtu ambaye ana vision. Mtu mwenye ana maono, hata akipata chakula kidogo ya kukula, anakula because after all, I have nothing. I am going nowhere. Praise the name of the Lord. People need to get vision. Praise the name of the Lord. Watu wakuwe na maono. Kuwa na maono kubwa. Ya kwamba even in my advanced age, I'll climb my mountain. God will release my mountain to me. Praise the name of the living God. I want to tell somebody, now please get this very well, because if you miss it, you'll not get it. A man of vision will know what he or she wants in life. Mtu ambaye akona maono will never settle for less. Praise the name of the Lord. Amen. Tell somebody I will not settle for less. Praise the name of the Lord. You are supposed to run a business, lakini umeajiriwa kwa ile business, but because you are visionless, unafanya kazi pale tu, unaosha vyombo hapo, unatosheka. Because vision ya kuhold hii kampuni, vision ya kuhold this job haiko ndani yako. Praise the name of the Lord. People have settled for less, but I will not settle for less. Hey, don't settle for less. Praise the name of the Lord. Go for your best. Hey, hiyo imani yenu ni kama ya watu wenye hawajaokoka vizuri. Go for your best. Don't settle for less. Praise the name of the Lord. You know, this Caleb, the son of Jephunneh, could have settled. Because sasa nimepiga miaka, nimezeeka. What do I need mountain for? Praise the name of the Lord. That's a mind of a visionless person. I don't need this mountain. What is it for? I have advanced in years. Niko karibu kukufa. Sasa ninaitisha mlima ya nini? Praise the name of the Lord. Hiyo ni maisha ya mtu ambaye ana vision. But people who have vision wanajua mlima ni important kwa maisha yao. Praise the name of the living God. Are you ready to claim for your mountain? Say, Lord, I need my mountain. In the mighty name of Jesus. Praise the name of the Lord. Verses number 13. Go back to 12, kidogo. Back to 12. Now therefore give me this mountain of which the Lord spoke in that day. So the Lord spoke. God spoke powerful things in your life. But you decided to settle before you achieve it. Praise the name of the Lord. For you heard in that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the son of Jephunneh as an inheritance. Did you see that? Did you see that? Praise the name of the Lord. Yes, the guy was given Hebron. Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite to this day, because he wholly followed the Lord God of Israel. Say, I am willing to follow God wholly. Yes, sema ninatamani kufuata Mungu kabisa katika maisha yangu. Ukifuata Mungu kabisa, basi mpaka hali zake utafurahia. Praise the name of the Lord. Kama vile tunasema hali zake kweli. Yesu namwamini, nimemwona dhabiti. Yesu yu thamani, hadi zake kweli. Praise the name of the Lord. I am ready to wait upon his promises, because his promises are yes and amen. Praise the name of the Lord. Look at someone, tell them, I'll tarry. Kutari ni kungojea, alright? Nitamkonja Bwana. Praise the name of the Lord. Mpaka dakika ya mwisho. Praise the name of the Lord. And I will follow him. Hallelujah. I want to show you something else. Don't release
so early. If you're writing right, don't release too early. Unajua kuna watu wanastuliwa kidogo, wana release ile kitu walikuwa wameshika. Praise the name of the Lord. Usiachilie mapema sana. Bwana Yesu asifiwe. Give me Genesis 32 from verses 22. Genesis 32:22. There are people who are very easy. They easily release. They easily give up. Look at this. And he lost that night and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed over the ford of Jabbok. Then what happened? He took them, sent them over the brook, and sent over what he had. Verse 24. Then Jacob was left alone. Look at somebody and tell them, you should be alone. Look at somebody and tell them, you should be alone. When you are fighting the battles of your destiny, usikuwe na mtu mwingine, including your spouse. They might not understand. Not that watu waachane na mabwana zao na mabibi zao. I don't know, I advocate for that. But I want to tell you, this is a personal struggle. This is a personal battle. Praise the name of the Lord. Hii ni vita ya mtu binafsi. Kwa hivyo Yakobo anafika mahali anaambia nina watu mama, tuseme kama mama nani? Mama, simu nipatie jina, mama Philip. Nipatie nyingine. Mama Wambo. Mko na mambo. Anawaambia fanyeni hivi, nyinyi endeni. Praise the name of the Lord. I have something. Are you seeing this? Nyinyi proceed, endeni na mifugo na wafanyikazi na kila kitu. Mimi niko na biashara nataka kufanya hapa. And it is a business of my destiny. I want to transact a business of my destiny. You cannot transact a business of your destiny mukiwa kwa umati. This is a personal and an individual responsibility. Praise the name of the Lord. Amen. When you want to fight the battles of your destiny, you don't go as a crowd. Even your family unaambia, hey mama watoto, leo it's like yeye hata nikiamuka na mwachanga kiwa melala, ninaenda kufight the battles of my destiny. Not that siati analalanga kila wakati hata yeye huamka kuomba, but atuambianangi tuamuke tuombe. You get that? Because this is too personal. This is a fight of my destiny. Now, what I know or what I carry, she might not understand. And what she has, I might not understand, isn't it? So, lazima separation ikuwe. Ambia mtu lazima kukuwe na separation. Wakati unataka kuingia mahali. That is why even Abraham, wakati alienda kuingia katika mlima wa Sinai kwenda kumtoa mtoto wake kama dhabihu, aliambia wale wafanyikazi, akamwambia nyao, nyinyi wacheni hapa tupande kwa mlima na kijana. Hapa sitaki usaidizi. Unajua wao ndio walikuwa wanamsaidia kazi. Hapa sitaki usaidizi, hapa nitaenda peke yangu. Because this is a fight of my destiny. And I must make it. Praise the name of the Lord. So when you are fighting this battle, you don't need to carry people along. Praise the name of the Lord. Hatutaki kwenda huko kama chama. Ambia mtu atuende kama chama. Atuende kama chama. I am going to fight for my own destiny alone. So watoto na wengine waende njia yao, lakini mimi ninataka kwenda kupigana vita zangu mimi mwenyewe. Praise the name of the Lord. So then Jacob was left alone, and I like this. And a man wrestled with him until the breaking of the day. And the man did what? Wrestled with him until the breaking of the day. Verse number 25. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. Verses number 26. And he said, let me go, for the day breaks.
niachilie sasa niende. But he said, I will not let you go unless you bless me. Praise the name of the Lord. Please don't release. Hallelujah. Usiachilie mapema. Don't release before you're given that your best. Praise the name of the Lord. Usi-release, because this was God. This man wrestled with God. Not but he wrestled with a man. He was wrestling with God. Na katika hayo mavutano, katika hiyo kugiginyana hiyo, jamaa akapata vision, akamshika. Akashikwa joint yake ikadislocate, akasema bado sikuachilii mpaka unibariki. Praise the name of the Lord. Tuko na tabia ya kuachilia mapema sana. Ambia mtu yuko hapo, mwambie usiachilie mapema. Tuko na tabia ya kuachilia mapema. Wakati tunataka kubarikiwa, wakati Mungu anataka kutuinua, tunawachilia. Anakuja anapata tulienda. Praise the name of the Lord. Wakati Mungu anasema kaa hapa nitakuja kukubariki, Mungu akikuja anapata ulileft. Praise the name of the Lord. So he said, let me go for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. Praise the name of the Lord. Verse number 27. The Bible says that 27. That so he said to him, what is your name? He said Jacob. Verse 28. And he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have traveled with God. Did you see God now? Have you seen God here? And with men, and have prevailed. This man is a go-getter. Hallelujah. The Bible says in the book of Genesis that he held his brother, akashika mguu wake wakati walipokuwa anazaliwa. Praise the name of the Lord. Alishika Esau mguu akizaliwa, which means the struggle ya huyu jamaa hii kuanza akiwa amemanifest, ilianza kwa tumbo. Walianza kusukumana na Esau akiwa kwa tumbo, na wakati aliona Esau anatoka akiwa kwanza akashika. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Because this man holds my destiny. And you know the story. I know you know the story. Praise the name of the Lord. I know my destiny. I know myself. I know I am a chosen generation. I will not release this man until he blesses me. Praise the name of the Lord. I will not release you until I receive my best. Hallelujah. I will not leave until I receive my best. Praise the name of the Lord. I don't know who is with me here. Sijui tuko na nani hapa? Sijui tuko na nani hapa? Sijui tuko na nani hapa? Yes, people can live. Men can live. Women can live, kwa sababu hiyo ndio tabia ya wanadamu. But as for me, say mimi. Sema mimi. Na usiseme jina yako, mimi. Kwani useme jina yako, mimi. Mimi so and so, mimi. Sitatoka kama sijapokea baraka yangu. Praise the name of the Lord. So the guy akabarikiwa, akaambiwa kutoka leo jina yako ni kubwa. You are no longer your name, lakini jina yako ni nations. Hey, can I see nations here? Jehovah, you are the man, you are the one who owns our destiny. My Father, our vision is greater. Jehovah, we need men and women who will help us, dear Lord, in body. Jehovah, King of glory, send destiny help us. Send destiny help us to our lives. In the mighty name of Jesus. Oh Lord, release the resources, Lord. Oh Lord, release blessing to our lives. In the mighty name of Jesus. We will not leave this place until, Lord, we receive your best. In the mighty name of Jesus. Jehovah, we will turn in your presence. Because, Father, you shall command you the best to come in the name of Jesus. Just lift your hands, lift your hands, lift your hands. Lift your hands in the name of Jesus. There is a woman here. There is a woman here. And our story is going to change for better. Kuna mama hapa jina lake linaenda kubadilishwa kwa jina la Yesu. Mungu anaenda kumuinua na kumbariki.
Na kutabaki watu wakiuliza maswali kulienda namna gani. There is a man here ambaye Mungu anaenda kubadilishia jina. Jina la aibu, jina la kukopa, jina ambalo ni jina limedharauliwa. God is going to give you the best. Come on, receive the best. I said receive the best. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. I said receive the best. There is somebody who is going to receive a double portion blessing in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. There is somebody who is going to receive the power of God and the favor of God to make well and to become the best in the mighty name of Jesus. Emmanuel. If you're watching us from wherever you are, you have never given your life to Jesus, take this opportunity and receive the Lord in your life. Give your life to Jesus and save your soul. Kama uko pale hujaokoka, sema hili ombi nyuma yangu na Kristo atakuokoa. Sema Bwana Yesu, naja mbele zako. Ninatubu dhambi zangu mbele zako. Ninaomba uniokoe, unipokee kwako. Futa jina langu katika kitabu cha mauti na uniandike jina langu katika kitabu cha ufalme. Kutoka leo nimeokoka na nimempenda Bwana, nitafuata Bwana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeokoka na kuamini. Sema amen. Kama umesema ile ombi, Mungu akuwe na wewe, umeokoka. Bwana kubariki, Bwana kuzidishie neema, uzidi kusimama na kuweza kuendelea katika Bwana. Na kama uko pale unakuwa ukifuatilia haya mafundisho na haya mahubiri kutoka mahali popote ulipo, na unataka kuwa baraka katika ministry ya CTN Family Church Nairobi, unaweza kutumia namba ambayo inapita pale ukaweza kuwa baraka kwetu. Unaweza kutoa fungu lako sadaka yako pale kupitia ile namba, na Mungu atakubariki na Mungu atakuinua. Na kama uko pale unajiuliza CTN Family Church iko wapi Nairobi hii? CTN Family Church iko barabara ya Kamiti Road. Ukifika mchi unaitwa Zimmerman. Ukifika Zimmerman, kuna supermarket inaitwa Power Star. Kuna Power Star ya kwanza na Power Star ya pili. Sisi tuko katika Power Star ya pili kwa stage inaitwa Success. Ukiwa pale unaweza ingia pale, ukiingia hapo Power Star, nyuma ya Power Star hapo tuko hapo, na Mungu atakubariki. Pia unaweza kutumia zile namba ziko pale kuweza kupata directions, kuweza kutupigia ili uweze kupata directions za kanisa yetu, na Mungu atakubariki. Ukishiriki na sisi utabarikiwa na Mungu ataendelea kuinua maisha yako. In Jesus name we pray and we believe you are blessed.